Habarini. Unatakiwa ufanye check up mara ngapi na ni vitu gani ambavyo unatakiwa uangalie wakati unaenda kwa daktari? Kwa hiyo check up inategemea na umri wako, lakini pia inategemea na of course na jinsia pamoja na kama una magonjwa sugu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa watu ambao wana magonjwa sugu, aidha sukari au shinikizo la damu au pia labda arthritis, magonjwa kwenye goti, check up yako inaweza ikawa ni ya mara kwa mara, kuangalia dawa zinafanyaje kazi pamoja pia na side effects za dawa pia. Kwa hiyo daktari yako anaweza kukupangia au anakuona labda kila mwezi au kila baada ya miezi mitatu au miezi sita, kulingana na yeye anavyoona hali yako inavyoendelea. Lakini tukija sasa kwa makundi ya umri, kwa watu wazima ambao wapo kati ya umri ya miaka 19 mpaka miaka 45 hivi, check up unaweza kuwa unafanya kila baada ya miaka 2, miaka 3. Sio lazima kufanya check up kila mwaka, unless labda kama una dalili ambazo zinaashiria ugonjwa, hapo sawa unaweza kushauriwa kufanya check up mara kwa mara. Lakini kama otherwise uko vizuri, check up kila baada ya miaka 2, miaka 3 inakuwa haina shida. Lakini kwa watu ambao wana umri zaidi ya miaka 45, then check up mara moja kwa mwaka inashauriwa. Na kwenye check up tunaangalia of course tutapima pressure, tutapima kama una shinikizo la damu, tunapima uzito pamoja na urefu wako ili tuweze kupima BMI, kuangalia kama uzito wako uko vizuri au umezidi. Lakini pia daktari atasikiliza historia yako pamoja na kuangalia dawa ambazo unazitumia na changamoto zingine za afya ambazo unazo. Ataangalia pia historia ya familia yako, kuona kama kuna concern ya magonjwa yote vile, kama magonjwa sugu au vitu kama saratani pia. Lakini pia daktari atakusikiliza, ataangalia na kusikiliza kifua pamoja na tumbo. Sasa na kwa wanaume ataangalia tezi dume, kwa wanawake pia anaweza akaangalia pia shingo la kizazi pamoja na sehemu za uke pia. Alafu baada hapo kuna vipimo ambavyo vitachukuliwa. Kuna kipimo cha damu kubwa, ambayo basically damu kubwa yenyewe ni survey tu ya kuangalia basically tunaangalia vitu vitatu. Tunaangalia seli nyeupe ambazo zinatusaidia kwenye kufight maambukizi au kupinga mashambulizi aidha ya bakteria, ya virusi, ya fungus na vitu vingine pia. Alafu kuna seli nyekundu ambazo hizi basically ndio huwa zinatusaidia kubeba oxygen, kwa hiyo tusaidia kuhakikisha kwamba damu inazunguka vizuri na oxygen inazunguka vizuri kwenye mwili. Lakini pia seli zingine za tatu ni tunaziita seli sahani, platelets, ambazo hizi zinasaidia damu kuganda pia. Kwa hiyo tutafanya kipimo cha damu kubwa na tutascreen vitu hivyo. Alafu pia kuna vipimo vingine ambavyo vitafanyika kama vipimo vya kuangalia figo na ini zinafanyaje kazi, kuangalia wingi wa cholesterol na mafuta mwilini. Lakini pia I think cha muhimu ambacho watu wengi huwa tunasahau, kwa sababu watu wengi huwa tunaangalia mwili, lakini pia hakikisha kwamba unaonana na daktari ambaye ataangalia pia afya ya akili yako. Kwa hiyo ata screen magonjwa kama vile sonona na vitu kama hivyo. Na usisahau pia kuangalia macho pamoja na meno yako pia, ambao ni vitu ambavyo watu wengi sana tunasahau mpaka tupate shida ndio tunaanza kuzikumbuka. Kwa usisahau kuangalia pia meno, macho pamoja na masikio pia wakati unafanya hizi check up. Lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo pia unatakiwa uangaliwe, hasa kama umeshaanza kufika kwenye miaka 40 hivi na kuendelea. Of course kwa wanawake wakishafikisha miaka 25 ni unashauriwa pia kuangalia saratani ya shingo la kizazi. Otherwise magonjwa mengine kama vile saratani ya matiti
saratani ya utumbo mkubwa, au tezi dume. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza mkashauriana na daktari kati ya umri wa miaka 40 mpaka miaka 50, ukaanza kufanyiwa uchunguzi wa awali, kufanyiwa vipimo vya uchunguzi wa awali vya kuangalia saratani hizi hapo. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuzingatia. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwa daktari, kama una dalili yoyote ile, hakikisha kama umeziandika. Hakikisha pia unaandika maswali au topics za muhimu za kutaka kumuuliza daktari wako pia. Na pia kama unaweza ukawa unachukua notes, ukawa na notebook ndogo, ukawa unaandika vitu ambavyo daktari anakuambia, ili kuweza kuvifuatilia na kuvizingatia, ni vya muhimu zaidi. Na lakini pia kabla hujaondoka kwa daktari, hakikisha anakupa mpango wa ufuatiliaji. Kwa hiyo anakuambia labda ni kuona baada ya muda gani, au ufuatilie kipimo fulani baada ya muda gani, au ufuatilie majibu baada ya muda gani. Hii pia itakusaidia kuhakikisha kwamba check up inafanyika kwa kiukamilifu zaidi.